Yesi, okay, karibu tena kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote unanifuatilia. Ninamshukuru Mungu kwa neema zake. Tumekuwa tunajifunza jumbe mbalimbali kutoka kwa Bwana kupitia hii channel ya saa ya uamsho ulimwenguni. Leo tena tutaendelea na mwendelezo wetu wa somo linalosema vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Lakini nitakuwa kwenye kipengele kinachosema chapa ya mnyama au alama ya mnyama 666 au 66 kwenye mfumo wa ndoa. Chapa ya mnyama au namba 666 kwenye mfumo wa ndoa. Ninaposemea chapa ya mnyama au 666 ni alama ya kimfumo. Ni alama ya kimfumo inayojishughulisha inayoshughulika na mifumo ya dunia hii, mwenendo na anasa za dunia. Kwa hiyo tunaposemea namba 666 au alama ya mnyama ni mfumo, na maanisha mfumo, na nimeelezea sana kuhusiana na mfumo. Ukirudi part 3 na part 2 unaweza ukapata hapo ukaelewa na maanisha nini. Kwa hiyo hii ni chapa ambayo kwa kawaida nilikwambia ni alama ya kimfumo. Ni alama ya kimfumo ambayo inatenda kazi hata sasa, lakini itaanza kujifunua kwa kiwango cha juu tunapoelekea siku ile ya unyakuo. Okay, nitatokea leo tena kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa 16 mpaka wa 18. Neno la Mungu linasema, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Twende pole tena, naomba unisikilize kwa makini sana. Tatumia dakika zako chache, lakini upate ujumbe ambao Bwana amekusudia upate. Adui wa kanisa la siku za mwisho ni raha ya mwili na anasa za dunia. Adui wa kanisa la siku za mwisho ni raha ya mwili na anasa za kidunia. Kumbuka nilikwambia kanisa limepitia nyakati 7. Na hili ni kanisa la 7 ambalo ni kanisa la wakati wa 7 ambao ni wakati wa ukamilifu wa Mungu, na ni kanisa la mwisho. Hakuna tena kanisa ambalo litaingia wakati wa 8, bali hili ni kanisa la mwisho. Lakini vita ya kanisa hili la mwisho itakuwa ni raha ya mwili na anasa ya kidunia. Kumbuka tulisoma maandiko tukasema katika siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari au siku za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Ina maana ni raha ya mwili na anasa ya mwili. Kwa hiyo mpinga Kristo, tunaposemea mpinga Kristo, huyo ni mtu ambaye anajishughulisha na raha ya mwili na anasa za dunia. Mpinga Kristo ni mtu mwenye ambaye sasa yani kazi yake ni kushinikiza raha ya mwili na anasa za kidunia na mienendo kaza wa kaza inayoendana na kawaida ya ulimwengu huu. Kwa hiyo mpinga Kristo anaenda kuitawala dunia rasmi. Mpinga Kristo anaenda kuitawala dunia rasmi. Mpinga Kristo nimekuambia kama ni mtu mwenye raha ya mwili na anasa za kidunia. Kwa hiyo anaenda kuitawala dunia kupitia anasa za dunia na raha ya mwili. Nisikilize kwa makini sana napoweka msingi hapo, ili uweze kunielewa ninakoelekea, uweze kujifunza. Kwa hiyo kazi yake ni kuwafanya watu kufuata raha ya dunia, anasa, burudani, na kufanya michezo inayoburudisha miili. Na maana anafanya watu wapende dunia, yani raha ya dunia, raha ya mwili,
anasa, burudani na kila namna ya matendo ambayo yanaburudisha miili ya watu. Na ndio maana utaona ameweka mifumo kaza wa kaza, na mifumo ambayo ni ya kifedha sasa ya ulimwengu wa roho, ambayo tunasema ni secret society kwa ajili ya kuachilia fedha, lakini kazi yake tu ni kuachilia burudani ya mwili na anasa za kidunia, na mambo kaza wa kaza na mifumo kaza wa kaza ambayo tutaenda kuiangalia ndani ya somo hili. Kwa hiyo sasa mikataba imeshasainiwa tayari. Mikataba imeshasainiwa tayari inayohusu mifumo mbalimbali ya kidunia, inayohusu mifumo mbalimbali ya kidunia. Kwa hiyo kwenye mfumo wa ndoa sasa, kwa sababu tuliangalia kwenye mfumo wa dini au ibada, nilikueleza vitu baadhi lakini sikuvielezea vyote. Tutakapopata wakati tena nitakapomaliza mifumo hii kuielezea, naweza kupita huko kwa vitu baadhi ambavyo sikuvielezea. Kwa hiyo kwenye mfumo wa ndoa mikataba hiyo imesainiwa kuwateka watu katika nyanja tofauti. Kwenye mfumo wa ndoa sasa, hiyo mikataba imesainiwa kuwateka watu katika nyanja tofauti kuhusiana na mfumo unaitwa ndoa. Kwa hiyo chapa 666 au alama ya mnyama katika mfumo wa ndoa ni sera zinazohusu ndoa. Ni sera zinazohusu ndoa, mwenendo na mwelekeo wa kuharibu utukufu wa Mungu. Tunaposemea, kwa hiyo naposemea namba 666 kwenye mfumo wa ndoa, na maanisha ni mfumo ambao umesainiwa, lakini kazi yake ni kuharibu mwenendo na heshima ya ndoa, lakini pia na kuharibu utukufu wa Mungu kupitia vitu kaza wa kaza ambavyo nitaenda kukuelezea hapa. Sera hizo ni kama zifuatavyo. Sera hizo au namba hiyo 666 inavyofanya kazi kwenye mfumo wa ndoa ni kama ifuatavyo. Naomba sasa unisikilize kutokea hapo. Ndoa za jinsia moja, hilo ni jambo la kwanza. Tutakuwa na mambo kaza wa kaza ambayo tutajifunza. Ndoa za jinsia moja. Hebu fungua Warumi, nisiongee tu, tufungue maandiko, ushahidi wa maandiko hapo ili niweze kuielezea hilo na kuona jinsi ya kutoka. Sura ya kwanza, Warumi sura ya kwanza mstari wa 23 mpaka mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu anayeheshimiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Mstari wa 27, wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Basi naomba unisikilize sana. Mwanadamu ni mfano wa Mungu. Mwanadamu ni mfano wa Mungu. Na tunaposemea mwanaume ni mfano wa Mungu na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo watu wanapobadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili, ina maana sasa yani kwamba wanapobadili matumizi ya asili kwenda matumizi yasiyo ya asili, yani nasemea mwanaume na mwanaume wanaoana au wanafanya ndoa ya jinsia moja au mapenzi ya jinsia moja au kuwa shoga au wasagaji, ina maana wanaharibu utukufu wa Mungu. Na ndio maana mstari wa 23 ukasema kwa ajili ya hayo kwamba wakaubadili utukufu wa Mungu. Ina maana waliubadilije utukufu wa Mungu? Mwanadamu ni utukufu wa Mungu. Ina maana anapotenda dhambi na kufanya makufuru, anauharibu utukufu wa Mungu. Ina maana watu wameuharibu utukufu wa Mungu kwa kubadili matumizi ya asili
na kwa kwenda matumizi yasiyo asili. Ina maana hii mikataba sasa ya ndoa ya jinsia moja imesainiwa ili kuharibu utukufu wa Mungu. Naomba nisikilize kwa makini sana. Kwa hiyo wanapofanya hivyo sasa, hizi ndoa za jinsia moja zetu, ndoa za jinsia moja kimsingi ni makufuru. Kimsingi ni makufuru ambayo yanakufuru, yanaharibu utukufu wa Mungu. Kwa hiyo wanaharibu utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hii sasa, kuharibu utukufu wa Mungu ni chukizo la uharibifu kusimama mahali lisipolipasa. Unapoona mwanaume na mwanaume wanaoana, mwanamke na mwanamke wanaoana, wanaharibu utukufu wa Mungu. Wanapoharibu utukufu wa Mungu, hii sasa tunasema ni chukizo la uharibifu kusimama mahali pasipolipasa. Amen, amen. Tuko pamoja mpaka hapo, tuendelee kidogo. Kwa hiyo watu wanapoasi namna hii kwa kufanya mapenzi ya jinsia moja, wanaabudu kiumbe badala ya Mungu, yaani mpinga Kristo. Na ndiyo maana tukirudia mstari wetu kwamba wameharibu utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa kubadili matumizi asili kwenda matumizi yasiyo asili. Kwa hiyo kwa sababu mwanadamu ni utukufu wa Mungu. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu. Ina maana wanapofanya hivyo, wanasujudia kiumbe kingine ambaye ni mpinga Kristo, kwa maana fahamu zao zimeondoka. Na ndio maana sasa dunia iko mwishoni, dunia imeharibika, kwa maana fahamu za watu zimeondoka, na badala yake wanafanya mambo ambayo yanaleta raha ya mwili, ambayo ni anasa za dunia hii, na kuacha mambo matukufu ya Mungu na kumwacha Mungu, na kuacha kumwabudu Mungu. Badala yake wanapofanya hivyo, inasema sasa wanabadili kweli ya Mungu, wanasujudia kiumbe ambacho sasa kwa asili sio Mungu anayeheshimiwa milele na milele, bali ni mpinga Kristo. Nisikilize kwa makini sana, Kwa hiyo mwanaume na mwanaume wanapofanya mapenzi au kuwa mashoga, au mwanamke na mwanamke wanapokuwa wasagaji, ina maana wanaharibu utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ambao ni utisho. Tunaposemea utukufu wa Mungu ni utisho wa kimungu. Tunaposemea utukufu wa Mungu ni utawala wa kimungu. Tunaposemea utukufu wa Mungu ni samani ya Mungu. Tunaposemea utukufu wa Mungu sasa ni utawala wa kimungu unakuwa ndani ya mtu. Kwa hiyo watu wanapoharibu utukufu wa Mungu, ina maana mwanamume na mwanamke, au mwanamume na mwanamume wanapooana, au mwanamke na mwanamke wanapofanya mapenzi ya jinsia moja, wanaharibu utukufu wa Mungu. Ina maana wanapoharibu utukufu wa Mungu, utisho wa kimungu unaondoka, utawala wa kimungu unaondoka. Ina maana utawala wa kimungu unapoondoka na utisho wa kimungu unapoondoka, mpinga Kristo anakuwa na nguvu kuwamiliki wanadamu wote. Kwa nini mpinga Kristo hajatawala siku zote hizo? Kwa maana angekuwa tuna uwezo, angetawala kuanzia miaka hiyo, karne ya kwanza na kuendelea. Kwa nini hakuweza? Kwa maana mwanadamu tu alivyo, hata bila Mungu, ni utukufu wa Mungu. Kwa sababu ni mtukufu wa Mungu, ana utisho na ana utawala, kiasi kwamba mpinga Kristo hawezi akamtawala hivyo. Lakini akafanya mbinu sasa, na ndio maana nakwambia huu ni mfumo. Na tutaangalia mifumo kaza wa kaza kama tulivyoangalia kule kwenye mifumo ya kidini. Unaweza ukaangalia ile pati, niongelea vitu vya msingi sana ambavyo unaweza kujifunza na ukapata maarifa ya ajabu yatakayokusaidia. Kwa hiyo sasa utukufu wa Mungu unapoharibiwa, wanadamu wanabaki hawana samani, wanadamu wanabaki hawana uwezo, kiasi kwamba shetani na malaika zake na mawakala zake wanakuwa na nguvu juu yake ya kumtawala na kumiliki. Na ndiyo maana sasa shetani anakuwa na nguvu juu ya wanadamu ya kuwatawala na kuwamiliki. Kwa hiyo hii ni chapa ya mnyama. Unapoona tu mwanamke na mwanamke wameoana ni 666. Kwa maana tukirudi kwenye ufunuo yetu, rudi kwenye Ufunuo sura ya 13 na ule mstari kuanzia sasa wa 16, anasema kwamba naye awafanya wote, awafanya. Tuko hapo bado hii tena kwamba mtu awai yote asiweze kununua hiyo. Bado kuna mifumo ambayo itakuja, nitakuelezea huko mbele kwamba kuna mifumo ambayo wewe tu ukifanya matendo
tayari unakuwa awafanya, yani tayari unakuwa umeshapokea. Lakini ipo ambayo italazimishwa sasa, ambao hawajapokea kupitia ya matendo itawalazimu wapewe, kwa sababu itakuwa ni mfumo ambao umewekwa, hauwezi kununua wala kuuza. Kwa hiyo unapoona watu wanafanya hivyo, wanatambulisha alama 666 ambayo ni alama ya kiutawala ya kimfumo inayodili na anasa, raha ya mwili na mwenendo wa kidunia na mifumo mbalimbali ambayo iko hapa duniani. Nisikilize kwa makini sana, mwana wa Mungu, popote pale ulipo, ili uweze kunielewa. Kwa hiyo hii sasa imepewa uzito mkubwa ili kuharibu utukufu wa Mungu. Hii imepewa uzito mkubwa ili kuharibu utukufu wa Mungu na mpinga Kristo kuwa na mamlaka juu ya watu wote. Na ndio maana wakuu wa nchi kaza wa kaza wamesaini, wanatetea kuwa ni haki za kibinadamu, na wanapewa pesa nyingi, na mashoga wanapewa pesa nyingi, wasagaji wanapewa pesa nyingi, ili kwamba waharibu utukufu wa Mungu na shetani aweze kuimiliki dunia. Kwa hiyo wana wa Mungu, napoomba kuvunja hii, kukataa hii, ili kwamba shetani asiweze kuitawala dunia. Kwa hiyo kuna mambo kaza kwa nini watu inakuwa hivyo. Mengine anaanzia ndotoni na vitu vingi, na hivyo nitakuelezea pia, hapo nitarudi. Kwa hiyo mikataba hiyo imesainiwa. Kwa hiyo ni namba, ni chapa ya mnyama inayofanya kazi na hiyo. Hapo nitarudi tena, tuangalie tena jambo la pili, sera ya pili. Sera ya pili hapa ni mkakati juu ya uzao. Sera ya pili ni mkakati juu ya uzao. Hapa nitaongelea vitu vingi sana, na tutakuwa na pati nyingine ya mwendelezo. Kutokea hapa mkakati juu ya uzao nitaongelea vitu vingi, lakini pia hapa nafikiri sasa tutakuwa na pati nyingine ya mwendelezo. Hapa nitaongelea vitu kaza wa kazi, ikiwemo wake wa kipepo na waume wa kipepo, au mke wa kipepo na mume wa kipepo. Hiyo nitalizungumzia. Maagano ya kishetani juu ya watoto, maagano au mpango wa kuzimu juu ya watoto, kuwasimika katika uchawi na kuwapa hiyo namba na kuanza kufanya kazi bila wao kujijua. Ni watoto wengi ambao wapo, nitakuelezea hiyo ili uwe makini watoto wako na kuwafuatilia sana. Lakini pia nitaongelea kitu kingine, roho ya kujichua kwa vijana, watoto na hata watu wazima. Hiyo pia nitaiongelea kwenye kipengele hiki. Kwa hiyo nikianza na kipengele cha kwanza, wake wa kipepo na waume wa kipepo. Wake wa kipepo na waume wa kipepo. Nisikilize kwa makini. Hii ni kwa waliooa na kuolewa na ambao hawajaolewa au kuoa. Hii ni kwa waliooa, ambao hawajaoa na ambao hawajaolewa. Kuna mapepo yaliyoachiliwa duniani kulala na wanadamu na kutengeneza uzao wa kipepo. Kuna mashetani yaliyoachiliwa duniani kulala na wanadamu ili kuachilia uzao. Unakuta hata kama mwanaume ameoa, lakini usiku mke wake analala na jini, anaota tu anazini ndotoni. Unakuta ni mwanaume ameoa, lakini usiku anaota anakuja mtu mwingine analala naye. Unakuta ni hajaoa pia, anakuwa na ndoto ya mashetani yanakuja kulala naye. Sio tu kulala naye, hilo inakuwa ni agano la kipepo la ndoa, ambalo sasa madhara yake na matokeo yake ni kuzalisha mashetani. Kwa hiyo kuna wake na waume wa kiroho au wa kipepo wanaowamiliki wa watu na wamewazalisha mashetani, yaani ni watu nusu shetani na nusu mtu, au tunasemea ni mashetani kwenye sura ya mwanadamu au mashetani kwenye uniform ya mwanadamu. Haya sasa yapo, ni mtu kabisa anazaliwa, lakini anakuwa mbegu zilizotoka, wengine ni katika mwili, wengine mashetani yanazaliwa katika roho. Lakini kwa walioolewa na kuoa,
ina maana tu mwanamume unahamishwa, mke wako analala na pepo na anazaliwa mtu, ni mtoto lakini anakuwa na tabia za ajabu ajabu. Unamezaa mtoto, tabia hazieleweki, ni matatizo. Huyo sio mtu, lakini shetani kwenye uniform ya wanadamu. Lakini kuna wengine mume analala na jini, ni mtoto wa kiroho anazaliwa huko kuzimu, na mashetani yanakuwa ni mengi duniani kwa ajili ya shinikizo la kuwatesa wanadamu. Nisiongee tu, tuende kwenye usaidi wa maandiko. Ukifungua kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na ule mstari kuanzia wa 1 na wa 4. Mwanzo sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 na wa 4. Neno la Mungu linasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliwachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao manefli walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Yale unayoyaona yaliyotendeka mwanzo, ambao mashetani kabisa, ni malaika ambao waliasi mbinguni wakatupa duniani, waliposhuka duniani waliwaona binti za wanadamu, wakawatamani na wakawaoa. Walipowaoa, matokeo yake walizaa manefili, watu wenye nguvu na watu wenye sifa wakati huo. Kwa hiyo sasa mashetani pia yamelala na wake, yamelala na wanaume, yamelala na vijana na kuzaa mashetani majitu. Majitu mtu yenye sifa, majitu yenye nguvu yanayotenda kazi kwenye ulimwengu wa roho. Mengine yamezaliwa ni mtu kabisa anatembea, mengine yako serikalini, mengine yako mahospitalini, mengine yako shuleni, mengine yako mashuleni, yako kila mahali na yana mission ya kuzimu kabisa. Wewe unaona ni daktari anaenda kukuzalisha, lakini ndani yake ni joka. Unaona ni nesi anakuzalisha, ndani yake ni joka. Unaona ni watoto wengi wanakufa. Unaona ni unaenda hospitalini, mambo hayaeleweki, ndani ya watu ni majoka. Wengine ni wachungaji, wengine ni mitume, lakini ndani yao ni manefili, ni mashetani yaliyozaliwa. Ni mwanamume, ni mwanamke uliota umelala na mwanaume, alikujia ndotoni, ukaota umelala naye na ukazaa. Ni jitu ambalo yanatenda kazi na yapo na yana sifa. Na ndio maana dhambi zinazotendeka wakati huu ni tofauti sana na dhambi ambazo zitendeka wakati wowote. Ni tofauti sana kwa sababu ya majitu, kwa sababu ya manefili yaliyozaliwa ulimwenguni, kwa sababu ya majoka yaliyozaliwa ulimwenguni. Na ndio maana mambo ni magumu, na ndio maana huduma haziendi kwa sababu ya hayo majoka. Watu wameshindwa kufanikiwa kwa sababu ya hayo majoka. Amen, amen. Kwa hiyo ni kama hivyo. Fungua tena Danieli sura ya 2. Danieli sura ya 2 na ule mstari wa 43. Neno la Mungu linasema, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Ina maana katika siku za mwisho mashetani yatajichanganya na mbegu za wanadamu, lakini hawawezi kushikamana kama mwanadamu, hawawezi kushikamana kwa mtu sahihi, lakini watakuwa na upotovu na watakuwa wanajulikana. Kwa hiyo viumbe vingi vimezaliwa ulimwenguni ambavyo vina nguvu ya giza ndani yake, na vina uwezo mkubwa, na ni watu wenye sifa. Ndio wanaokubalika maofisini, ndio wanaokubalika katika huduma, ndio walio na huduma kubwa, ndio wanaokubalika katika serikali, ndio wanaokubalika hospitalini. Ni watu wenye sifa, wanakubalika kwenye Umoja wa Mataifa, wanakubalika kila mahali, lakini ndani yao ni majoka. Pamoja na hayo, Mungu anasema
pamoja na kujichanganya, lakini hawatashikamana. Tutawajua, tutawapinga, tutawaambia kwa jina la Bwana, rudi kuzimu. Kwa njia hiyo hiyo mliokuja, mrudi mliko toka. Kwa jina la Yesu, sisi wana wa Mungu, imeandikwa katika siku hizi sasa, tumtumaini Bwana. Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa hiyo Bwana akiwa upande wetu, wana wa Mungu tutashinda. Maneno ya Mungu yanasema, tauni hata karibia hemani mwangu, wala mabaya hayatanipata. Nikiwa na Bwana, tauni wala mashetani wala wake wa kipepo hawatanikaribia, kwa maana Bwana ni ngome yangu. Bwana ni ngome yangu na nuru yangu, ni mwogope nani? Watenda mabaya waliponikaribia ili wanile nyama yangu, Bwana ni ngome yangu na nuru yangu, wasingeniweza. Bwana ni ngome yangu na nuru yangu, wasingeniweza. Amen, amen. Kwa hiyo kwa leo, kulingana na uzito wa hiki kipande cha wake au waume wa kipepo, tutaendelea pati inayofuata, kwa sababu nimeona sasa nimekuwa na jumbe nyingi nimerusha, lakini kama watu hawafuatilii, labda pengine wanaangalia dakika zinakuwa nyingi, na ndio maana wafungui na kuangalia. Pengine wengi hawafungui mpaka mwisho, wanasikiza tu dakika 2 wanatoa. Kwa hiyo bora tu nikaona niwe tu natumia dakika chache hivi, kwa sababu nilikuwa natoa maelekezo. Kama unataka muendelezo, basi unaweza ka comment hapo muendelezo. Kwa hiyo kama nitaona watu wengi wanataka muendelezo, basi tutaendelea. Mungu akubariki sana. Usiache ku comment hapo, usiache ku like na kusubscribe na kushare ujumbe huu kwa watu wengine, ili ujumbe huu wafikie watu wengi zaidi. Japo video zetu zina ubora wa chini, lakini kama sauti ni nzuri, sikiliza ujumbe ulioko ndani yake. Kwa hiyo hapo tutaendelea, tutaanza pia wake wa kipepo part inayofuata. Hapo tutaendelea pia, hatujamaliza hapo, tumegusia kidogo. Tutaangalia maagano ya kishetani juu ya watoto na watu wazima kabisa wako kwenye maagano. Kwa hiyo hivyo ni chapa 666 ndo kazi yake hiyo. Kwa hiyo wewe kama unaota unalala na mtu katika ndoto, kwenye ndoto, ina maana tayari ni hiyo alama 666. Unaota mambo mengi, umezaa na nini, ni alama hiyo 666. Kwa hiyo tutaendelea wakati ujao. Mungu akubariki sana. Amen, amen.